Unahusu chanzo, na sisi katika kubaini chanzo tulisema moja katika vyanzo vinahusu masuala ya uchumi na ya kijamii. Ukosefu wa ajira hasa kwa vijana ilikuwa ni moja, lakini jingine ni lile swala la watu kupotea au kutoonekana au kutekwa. Sasa tulilifanyia kazi vipi? Kwanza kabisa, kisheria, kama mtu akipotea inabidi taarifa itolewe rasmi. Kwa mamlaka gani? Jeshi la Polisi. Jeshi la Polisi na wanatakiwa waanze kazi ya kutafuta huyo mtu kuanzia masaa 48 ndio inaanza muda kuanza kuhisabika. Sasa sisi tukapiga hodi polisi kwanza, tutaka kujua upelelezi unakwendaje. Ndio tukapata taarifa kwamba kwa miaka mitatu 2023 mpaka 2025, ni miaka hii mitatu, watu ambao rasmi polisi ina taarifa ni 758. Uchunguzi umefanikisha watu 503 kupatikana, ambayo ni 66%. Watu 265 bado hawajulikani walipo. Watu 265 ambayo ni 34%, ukichukua miaka hii mitatu iliyopita. Lakini la pili, hizi takwimu zinaonyesha kwamba kwa mfano mwaka 2022 waliopotea ilikuwa 216, waliopatikana 160 na 56 walikuwa bado wanatafutwa. Hiyo 2022. Tuje 2025, mwaka jana. Mwaka jana 2025 watu 237 walipotea, 176 wamepatikana na ambao hawajapatikana ni 61. Kwa hiyo moja ni kwamba sio kwamba juhudi hakuna za wenzetu polisi, kwa sababu kuna waliopatikana, lakini kuna hii idadi ambayo bado, na ndio shauku kubwa ya watu kutaka kujua hatima ya ndugu zao, jamaa zao ambao bado hawajapatikana. Na sisi kwa nini tulisema ni moja katika vyanzo? Kwa sababu tumekwenda kwa mfano mkoa wa Mara,
tumekwenda kata ya Sirare, Tarime, mkoa wa Mara. Pale shahidi mmoja ametupa majina ya watu 6 wamepotea kwenye kata ile, na bado wanatafuta majibu. Kwa hiyo ni kitu ambacho kina nini. Lakini la pili, na nyinyi waandishi wa habari ni muhimu kulijua kwamba swala hili kuna tusichanganye maneno. Kupotea ina maana yake, kupotezwa ina maana yake, na kujipoteza ina maana yake. Kupotea ni nini? Ni mtu ambaye hajulikani alipo na familia yake au ndugu zake, na ambaye taarifa yake imewasilishwa rasmi. Sasa kuna kupotea kwa hiari, inaitwa voluntary missing, na kupotea bila hiari. Umepotea bila hiari yako, involuntary missing. Kuna waliopotezwa, hiyo kwa Kiingereza inaitwa enforced disappearance. Ni neno maalum la kisheria ya kimataifa, na kuna mkataba wa kimataifa kuhusu watu ambao wanasadikika wamepotezwa, wamepotezwa. International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance wa mwaka 2006, na imeainisha maana ya hiyo kupotezwa. Na kule ukiona ni kwamba jambo kubwa kule ni kwamba mtu amekamatwa au amewekwa mahabusu au amenyimwa uhuru wake na nani, na mawakala wa serikali au mtu binafsi au kikundi chenye kibali au ridhaa ya serikali, na pahali alipo haitajwi, ndio enforced disappearance. Kwa hiyo tusichanganye walopotea, twende kwa kina. Swala hili la upoteaji linatukera sana, hata sisi, kila mtu namkera Tanzania hapa. Ndio maana imekuwa tumeliweka kwenye chanzo moja, katika chanzo kwenye masuala ya kijamii, lakini swala pia liko dunia nzima, liko dunia nzima. Chama cha Msalaba Mwekundu, mtandao wa Chama cha Msalaba Mwekundu duniani, International Red Cross and Red Crescent Movement duniani, takwimu zao mwaka 2024 inasema duniani watu 284,000 284,000 wamepotea, missing persons. Hata Ulaya watu wanapotea, Ubelgiji, Marekani,
Uholanzi wanapotea, lakini sababu ni tofauti. Kwa kila nchi ina sababu zake. Kuna viashiria duniani 74 ya aina ya watu wanavyopotea. Kwa hiyo ukitaka kwenda kwenye mzizi lazima ubainishe vile, kwenda undani zaidi. Kwa nini kapotea? Kwa sababu gani? Nchi nyingine wanapotea au wanapotezwa shauri ya madai ya watoto wadogo. Kuna mikataba siku hizi ya kimataifa. Watu wengi wa nchi nyingine wanakwenda nchi nyingine, wanaoa, wanakuwa na matatizo, wanatoroka na watoto. Inaitwa child abduction, ni kupotea, na siku hizi kuna mikataba ya kimataifa. Kwa nchi kwa mfano iliyoendelea tu Australia mwaka 2000 kila dakika 18 kulikuwa mtu anapotea mwaka 2000. Lakini bahati nzuri anapatikana, kwa sababu sababu zao ni tofauti. Kwa hiyo sisi tujichimbie hapa ndani kwetu, kwa sababu hili ni swala letu wote, haliwezi kutatuliwa na chombo kimoja. Sasa sisi tumebaini nini? Kwanza, kwenye hii idadi ambayo polisi imetupa ya waliopotea 758 mwaka 2023 2025, hao 513 waliopatikana ni makundi gani? Ni makundi gani? Kwa hiyo taarifa yao inasema ni makundi 7. Moja ni kulipizana kisasi. Jingine ni masuala ya uhalifu. Jingine kukwepa mkono wa sheria. Nyingine imani za kishirikina. Wengine waliondoka bila taarifa makwao, wengi tu. Nafahamu hapa Dar es Salaam, mikoa ya Pwani, watoto wengi wana store away, hawagi makwao. Store away hawagi makwao. Nyingine usafirishaji wa binadamu haramu, haagi. Kwa hiyo haya, lakini sisi sasa tutawaambia tulibaini nini na tumependekeza nini kwa hili swala kubwa la kijamii ambalo linatugusa. Moja ni kwamba tunaona ni swala ambalo linahitaji kipaumbele katika uchunguzi. Polisi zina kazi nyingi tofauti, lakini hili ni swala ambalo linahitaji kipaumbele na linahitaji mkakati maalum wa kuweza kulitatua, na unakwenda kwenye mizizi yake, kwenye mizizi ili lipunguke, tuone kabisa kwamba linapunguka na linaondoka. Lakini pili, tumeona sisi kwamba katika huu upelelezi unaoendelea, pamoja na mafanikio ya kuwapata wenzetu ambao walipotea, walijipoteza na kadhalika, au walitekwa kwa sababu ya ili watoe pesa ndugu zao au na kadhalika, kwamba kuna umuhimu wa kuwa na mkakati maalum wa kuweza kulitatua. Lakini pia polisi wana PGO 233 ambayo inaweka utaratibu. Utaratibu huo unaitaka polisi ipe taarifa familia
lakini sisi tumeshauri kwamba hili kwa sababu ni swala la umma, taarifa wapewe wananchi, na nadhani polisi mnafahamu mara kwa mara huwa wanatoa taarifa kwa umma, lakini taarifa hizo ziongezwe ili kila mtu tujue hatima ya hawa wenzetu. Lakini pia tumeona kwamba kwenye haya watu waliopatikana na vile kuna viashiria vya uhalifu, kesi nyingi zinaishia upelelezi badala ya kwenda kwenye mashtaka. Kwa hiyo ili kuimarisha upelelezi, kuwa na mashtaka yanayofaa hasa kwa uhalifu ndani yanayotokea kwenye masuala haya, tumependekeza kwamba mamlaka ikiridhia imwagize mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kufanya tathmini ya utendaji, performance review ya umadhubuti wa upelelezi ili kuboresha huo upelelezi. Naye ameshafanya, mtakumbuka, kuhusu masuala yale ya kukiri kosa, plea bargaining. Ameshafanya performance review hiyo na imesaidia katika kuboresha. Baada ya performance review ikaja kanuni mpya na mambo mengine ya kuboresha. Kwa hili swala ambalo tunalo, lakini tumenini. Kwa hiyo nataka tu kuweka hizi sawa kuhusu hayo masuala ya upoteaji wa watu na kadhalika. Lakini jingine ambalo ni muhimu